Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo watazamaji wa Kipengele TV. Tuna matumaini ya kwamba mnaendelea vizuri na asubuhi hii mko salama salimini, na basi tunawakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao wanazidi kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya kiusalama inazidi kuzorota siku baada ya siku. Na tutakwenda kuanzia na habari ya mapigano makali ambayo yalizuka mapema ya asubuhi ya hiyo jana Ijumaa tarehe 10 Aprili mwaka huu katika wilaya ya Rutshuru mkoani Kivu Kaskazini, hususan katika kijiji cha Rwankuba kilichopo ndani ya grupeme ya Kihondo katika sheferi ya Bwito. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa kutoka kwa vyanzo vya ndani na vya kiusalama, vinadai kuwa milio mikali ya risasi iliripotiwa katika vijiji vya Kiringa na Buuma ambako wapiganaji wazalendo walikuwa wakipambana na wahasi wa muungano wa FCM 23 RDF. Milipuko na milio ya silaha nzito na ndogo ilikuwa ikisikika kwa saa kadhaa, ikionyesha ukali wa mapigano yanayoendelea katika eneo hilo. Mapigano hayo yanajiri katika mazingira ya usalama yasiyothabiti katika sehemu hiyo ya Rutshuru, ambako hali ya mapambano hubadilika mara kwa mara. Eneo hilo limeendelea kuwa uwanja wa mapigano kati ya makundi ya kujilinda ya wenyeji, hasa wazalendo na wahasi, kila upande ukijaribu kudhibiti au kurejesha maeneo yake. Eneo la Bwito ambalo tayari limeathiriwa na wimbi kubwa la watu waliokimbia makazi yao katika miezi ya hivi karibuni, linaweza kukumbwa tena na ongezeko la wakimbizi wa ndani wanaokimbia vurugu hizi. Kwa mujibu wa ushuhuda wa wakazi, baadhi ya familia zimeanza kuondoka katika vijiji vyao kwa hofu, zikielekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Hali bado ni ya wasiwasi na inabadilika kwa kasi uwanjani. Raia wanaoishi katika maeneo yaliyoathiriwa wanaendelea kuishi katika hofu kubwa, huku milio ya risasi ikiendelea kusikika na upatikanaji wa misaada ya kibinadamu ukiwa ni mgumu katika baadhi ya maeneo katika maeneo ya Fizi na Mwenga mkoani Kivu Kusini. Hali hii ya maisha inaanza kurejea katika taratibu katika vijiji kadhaa vilivyo chini ya udhibiti wa FRDC, kuanzia Point Zero hadi Mikenge kupitia Tuwetuwe na Kalingi kumradhi. Dalili za kufufuka kwa shughuli za kijamii na kiuchumi zinaonekana wazi uwanjani. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka kwa wakazi wa maeneo hayo, zinadai kuwa mvutano wa kijamii uliokuwa umetawala hapo awali unaonekana kupungua. Jamii mbalimbali sasa zinaishi kwa maelewano bila migogoro mikubwa, hali inayochochea kurejea kwa shughuli za kujipatia kipato kama vile kilimo, biashara ndogo na ufugaji. Katika maeneo yaliyo salama chini ya ulinzi wa jeshi la serikali, wakazi wengi wanasema wanaishi katika mazingira ya utulivu kwa kiwango fulani. Wanaonyesha matumaini mapya kuhusu mustakabali bora na uwezekano wa kurejea kwa amani ya kudumu katika eneo hilo ambalo limeathiriwa kwa muda mrefu na machafuko ya kivita. Wakazi hao pia wametoa wito kwa watu waliokimbia makazi yao kutokana na vitendo vya ukatili vinavyodaiwa kufanywa na muungano wa wahasi wa M23 RDF AFC Twirwaneho. Wanawahimiza kurejea katika vijiji vyao ili kushiriki katika ujenzi upya wa makazi na kufufua shughuli za kiuchumi. Hata hivyo, ziara katika maeneo hayo inaonyesha ukubwa wa uharibifu uliosababishwa na mapigano. Miundombinu mingi ya kimsingi ikiwemo shule, makanisa na vituo vya afya imeharibiwa au kubomolewa kabisa, jambo linaloonyesha athari kubwa za vita kwa maisha ya wananchi. Licha ya changamoto hizi, kurejea kwa shughuli mbalimbali na hali ya kuishi kwa amani miongoni mwa jamii kunachukuliwa na wakazi kama ishara ya matumaini kuelekea utulivu wa kudumu katika sehemu hiyo ya Kivu Kusini. Ila katika maeneo ya huko maeneo ya katika wilaya hiyo ya Fizi, maeneo ya Haut Plateau, jana tarehe 10 Aprili mwaka huu, karibu na majira ya saa 8 mchana ama 14 kwa saa za eneo ya Minembwe, ndege ndogo inayodaiwa kutoka Rwanda ilijaribu kutua katika uwanja wa ndege wa Minembwe. Kulingana na taarifa zilizokusanywa kutoka kwa vyanzo vya ndani, inaelezwa kuwa ndege hiyo inashukiwa ama inashakiwa kuhusika katika operesheni ya kusambaza vifaa
kwa makundi yanayodaiwa kuwa ni ya majeshi ya Rwanda yanayodaiwa kupelekwa katika eneo hilo. Hata hivyo, madai hayo bado hayajathibitishwa au kuhakikishwa na vyanzo huru vya habari, huku maelezo kamili kuhusu tukio hilo la anga pamoja na lengo lake halisi ikiwa bado hayajatolewa rasmi na mamlaka husika. Na kule mkoani Ituri kuna mvuma ya watu iliyotia wasiwasi miongoni mwa raia wakidai kuwa watu hao ni wahasi wa Allied Democratic Forces, imeripotiwa ama ADF, na hiyo imeripotiwa ni hiyo jana katika sheferia Babila Bakwanza wilayani Mambasa. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka kwa vyanzo vya ndani, vinadai kwamba kundi la hilo la watu wenye silaha likijumuisha wanaume, wanawake pamoja na watoto lilionekana asubuhi ya jana tarehe 10 Aprili mwaka 2026 kwenye umbali wa kilomita 32 ama 30 km kwenye barabara ya Mambasa na Komanda, kando ya barabara kuu ya taifa nambari 44 ama Nationale 44. Kundi hilo lilikuwa likisafiri kutoka mashariki kuelekea magharibi bila kuzuiwa. Akizungumzia tukio hilo, mtetezi wa haki za binadamu Rams Mali Kidogo anahusisha harakati hizo na wahasi wa ADF anaodai wanahusika na shambulio lililotokea siku iliyotangulia katika kijiji cha Makoko kilichopo ndani ya sheferi hiyo. Hali hii imezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wake, watu hao wenye silaha wamekuwa wakizunguka katika eneo hilo kwa wiki kadhaa sasa, wakibadilisha maeneo mara kwa mara na hivyo kuwa vigumu kudhibitiwa, jambo linaongeza hofu kwa raia. Amevitaka vikosi vya usalama kuongeza juhudi za kuwafuatilia ili kuzuia mashambulizi mapya. Katika wito wake wa tahadhari, Rams Mali Kidogo amewahimiza pia wakazi wa maeneo ya jirani hususan Mayuano na Peka 26, Bango na Masange kuwa makini zaidi. Amewataka kutoa taarifa kwa haraka kwa mamlaka husika wanapoona harakati zozote zisizo za kawaida ili kupunguza hatari ya mashambulizi na upotevu wa maisha. Aidha, amesisitiza umuhimu wa vikosi vya ulinzi kuongeza uwepo wao wa kiutendaji si tu katika maeneo ya kimkakati bali pia katika vijiji vya ndani na maeneo ya misitu ambako mara nyingi makundi hayo hujificha. Wilaya ya Mambasa inaendelea kukabiliwa na ongezeko la mashambulizi ya ADF. Katika uvamizi wao, wahasi hao wanatuhumiwa mara kwa mara kwa mauaji ya raia, utekaji nyara, ubakaji pamoja na uporaji wa mali, hali inayochangia kuendelea kwa mgogoro wa kiusalama katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika upande wa kidiplomasia na kibinadamu, Umoja wa Ulaya umetangaza hatua muhimu katika usafirishaji wa misaada ya kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kurejeshwa kwa njia inayoitwa Corridor Humanitaire inayounganisha maeneo ya mashariki mwa nchi. Kulingana na taarifa ya Haja Al-Habib, amesema kuwa mfumo huo sasa utaruhusu usafirishaji wa misaada ya kibinadamu kati ya miji muhimu ya mashariki mwa Kongo. Tarehe 4 Aprili ya mwaka huu, msafara wa kwanza uliondoka kutoka Goma ukielekea Uvira kupitia mji wa Bukavu ukiwa umebeba takriban tani 3.6 ama 3.6 toni za bidhaa za msingi za kibinadamu. Operesheni hii inaashiria, kwa mujibu wa mamlaka za Ulaya, kurejeshwa upya kwa koridor hiyo ya kibinadamu inayochukuliwa kwa muhimu katika mazingira yenye changamoto kubwa za kiusalama na kiufundi katika eneo la Maziwa Makuu. Hatua hii ni sehemu ya juhudi za Umoja wa Ulaya kuhakikisha upatikanaji endelevu wa misaada kwa watu walioathiriwa na migogoro katika mashariki mwa DRC. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kipengele TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ukitaka kwa kutaka kufaidi zaidi habari moto kutoka kwetu, basi baki nasi sambamba hapa kwenye channel yetu ili upate kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa. Asante.